Sisi watu ya Greater Eastern ambao ni Wameru, ni Wakamba, ni Watharaka, ni Waembu, ni watu ya Mwea, ni watu ya Isiolo, tutakaa ndani ya serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Kuna mtu ambaye mimi kama Minister of Public Service, mimi ndio najua wale walikuwa serikalini na wale wao katika serikali, wale wanalipiwa pesa ya afya, ya bima la afya na serikali. Na najua kiongozi moja na familia yake, sisi serikali tumemlipia pesa yote ya bima la afya kuhakikisha kwamba boma yake na familia yake inakaa vizuri. Lakini huwezi kuwa unapata hiyo manufaa katika serikali na utaki mwenzako ambao ni mnyonge apate manufaa ya serikali, aoje asali ya serikali. Wewe unaonja na familia yako asali ya serikali peke yako pale kale nukuwa umekaa. Lakini ukifika hapa Machakos, ukifika Kitui, unaongea lugha tofauti vile serikali na mpango ya bima la afya ifanye kazi. Lakini hiyo bima la afya ambao unaongea kuhusu ndio inakusimamia wewe na familia yako. Kwa hivyo jameni, ni unakuliwa kwa mfuko kama njugu karanga. Umewekwa kwa mfuko, mtu amekuangalia anaona huyu ni mjinga, nikienda tu nimwambie nimsalimie Mbaito Mwaseo toka kuzovea ambaye anakubali ana. Mimi najua Machakos hakuna mtu mjinga. Si kweli? Machakos hakuna mtu mjinga. Tafadhali tufunue macho sawa sawa, tusinje tukaekwa kwa mfuko, tuwe tunakuliwa kwa mfuko kama juu karanga na mtu mmoja. Munyoro alikuwa naibu wa rais, akashindwa kazi yake. Sisi wabunge tukafukuza yeye. Na Profesa Kithure Kindiki anaelewa na anajua kuongea Kikamba yote, anajua desturi na mira ya Wakamba. Na ukienda pale Kitui, ward ambayo inaitwa Thagisho, hiyo ward yote si ni Watharaka wako pale? Si ndio hiyo? Kwa hivyo jameni, tuko na nafasi. Wakamba wako na bahati zaidi. Kuna siku wakati ya Kibaki walikuwa na kiti ya naibu wa rais. Kwa sasa vile vile Wakamba wako na kiti ya naibu wa rais kupitia Profesa Kithure Kindiki. Wakamba wako na kiti ya naibu wa rais kupitia Profesa Kithure Kindiki.